Luka 9:23. Huu ndio mstari ambao nilikuwa nataka tufanye tafakari katika mstari huo, kwa namna ambavyo Roho Mtakatifu ameweka kitu ndani, ili tukapate lile analotaka tupate. Haleluya! Ni kubeba msalaba, kwamba hiyo ndio ishara halisi ya ufuasi wa Kristo. Kwamba mimi nikisema ninamfuasa Kristo, ninamaanisha mimi ni mbeba msalaba. Hakuna kumfuasa Kristo pasipo kubeba msalaba, kwa sababu Yesu akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate. Tutaujadili huo mstari. Akawaambia watu wote, mtu yeyote akitaka kunifuata. Tulipookolewa na Yesu, tuliitwa tukawe wafuasi wake, na ndio maana aliachilia ndani mwetu neema ya kufahamu nafasi yetu, kwamba mimi ni mkosaji na ninahitaji toba. Kwa sababu hakuna mtu anayeweza akamuita Mungu Baba asipowezeshwa na Mungu mwenyewe. Hakuna toba unayoweza ukaifanya mtu akabadilika akatoka katika uovu asipowezeshwa na Mungu mwenyewe. Ndiyo maana huwa tunasema tunaomba kwa ajili ya eneo fulani, tunaenda kuhubiri Injili, kwa sababu eneo hilo tunahitaji Mungu awawezeshe watu wasikie Injili na mioyo yao ikapate kuchomwa, wakapate kutubu. Sisi tumeokoka. Kuna mtu hapa ambaye hajaokoka? Nipate mkono kama huko katikati yetu hujampa Yesu maisha yako. Nione tu mkono wako. Tunaweza tukakuongoza sala ya toba hapa, alafu tukaendelea. Kuna mtu yeyote ambaye hajakata shauri akampa Yesu maisha yake hapa? Wote tumeokoka. Sasa Yesu akawaambia watu wote, mtu yeyote akitaka kunifuata. Unajua unamfuata mtu unayemfahamu. Huwezi tu kalipuka ukakuta mtu anatembea pale wewe humjui, na wewe ukaanza kumfuatilia nyuma, ukaanza kwenda anakoenda, kwa sababu humjui, huwezi kwenda. Lakini kama unamfahamu mtu, utamfuata. Huu ujumbe, tukitaka kumfuata Yesu, tumeishaitwa sisi ni wafuasi wa Yesu. Tuna maamuzi ya kutaka na kutokutaka kumfuata Yesu. Kumfuata, kufundishwa, kuwa wanafunzi wake. Kwa hiyo ukitaka sasa ninataka kuokolewa, nimeokolewa, ninaingia katika hatua ya pili ya kutaka kumfuata Yesu. Kuna gharama ya kuhesabu. Gharama yenyewe ya kwanza ni kujikana mwenyewe. Kujikana, unajikanaje? Kwani wewe ni nani? Na wewe unaweza ukajikanaje? Mimi ni huyu unayenifahamu. Labda na majivuno, nina malingo, ni mtu wa viwango, ni mtu wa standard. Mimi nikikaa mahala napokaa, sitaki kukaa na watu wa aina fulani fulani. Kwanza hata siwaelewi. Hao watu wanafananaje? Mimi ni huyo. Natoa mfano, sisemi mimi. Ningekutolea wewe, ungesema na kusema wewe. Sasa bora nikajisema mimi. Kwa hiyo kila mtu ana namna yake ambavyo amejiweka. Mwingine anaweza akasema mimi si chochote, mimi nipo tu. Yaani mimi ni miongoni mwa watu wanaosindikiza watu duniani kuishi. Kwa sababu hivyo ndivyo unavyojifahamu. Mwingine anaweza akasema mimi nina akili kuliko wote. Na ndio maana unaweza ukakuta katika kundi, ukianza kuongea kuna mtu ameshaelewa unachotaka kuongea, alafu anakuelezea unachotaka kuongea kabla wewe hujamaliza kuongea. Kuna watu wana sentence. Mimi ukianza kuongea yeye ameshaelewa, nyamaza, alafu yeye anaanza kukulisha ya kwake, utafikiri yeye ameingia katika fahamu zako, alafu akajua unachotaka kuongea.
Kwa hiyo kila mmoja wetu hapa kuna namna anavyojifahamu. Neno la Mungu linatuambia, akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata ajikane mwenyewe. Kujikana ili tukapate kumfuata Yesu, mimi ninapaswa nife, nijikatae kwamba mimi yule ninayejifahamu yule, mimi siye. Kwa sababu gani mimi siye? Mimi nimenunuliwa, ninayezungumza naye ambaye ni wewe uliokolewa, umenunuliwa kwa damu ya thamani sana. Muumbaji wako hakuona fahari ya kukaa katika kiti cha enzi na kuabudiwa na kutukuzwa, akaona aje duniani akapate kuukomboa ulimwengu. Hatua ya kwanza. Hatua ya pili, hakuna mtu anayeweza akamwendea Mungu asipoitwa na yeye, akaona akuite wewe kwa jina lako. Alafu akakwambia uko katika nafasi ya mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe. Mimi ni yule niliyetengenezwa na Mungu kwa namna alivyonitengeneza. Mimi siye yule ninayejifahamu kwa namna ninavyojifahamu. Ninapaswa kwanza nijikane ili nifikie hatua ya kumwacha Mungu anitengeneze kwa namna anavyotaka kunitengeneza. Umimi lazima ufe nikitaka kumfuata Yesu. Siwezi kumfuata Yesu nikiwa na umimi. Nikiwa na umimi, nikija hapa kanisani nikikuta kuna uchafu, nitawaita watu njoni mtoe huu uchafu, kwa sababu mimi ni bosi, siwezi kutoa huu uchafu kwa sababu ni mchungaji. Kwanza nakaa kiti cha mbele kama Mafarisayo na Masadukayo. Sijamaanisha kwamba mnaokaa hapo ni Mafarisayo na Masadukayo, lakini ninaeleza. Kwa hiyo siwezi kugusa hata kama hakuna mtu, yani hata vitu vidogo vidogo siwezi kuvifanya. Lakini nikitaka Bwana Yesu anitengeneze, nitajikana. Nikishajikana, ninamwachia yeye akapate kutengeneza. Sasa kujikana, Biblia ya Kiingereza inasema kusalenda. Nimependa nimependa jinsi inavyozungumza, yani unajikana, unajikataa. Yani kwa mfano kama mtu ulikuwa umetekwa, watu wamekuja na wewe una silaha, unaacha silaha yako pembeni na unafahamu kama silaha yako ina nguvu. Unaona watu wamekuja na mapanga, alafu wewe ndani mwako una SMG, alafu unaamua kunyanyua mikono yako juu, unasema jamani mniache. Lakini hapo umejikana. Kwa sababu usingejikana, ungechukua, si mimi nina silaha nzito, ungekimbilia kwenye silaha yako nzito, ungetafuta kwamba ngoja ni time nikapate kupigana. Lakini unajikana, unajiachia. Sasa sisi tuliookolewa, tunaotaka kweli kumfuata Yesu, baada ya kuokolewa kuna matengenezo. Haleluya. Baada ya kuitwa kuna matengenezo. Matengenezo yanayotufanya tuwe wafuasi wa Kristo. Yale matengenezo hayawezekani nikibaki mimi kama nilivyo. Matengenezo yatawezekana pale nitakapomwacha Yesu anitengeneze. Hakuna mtu anayeweza akajibadilisha. Tunabadilishwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Hatua yetu ni kufanya maamuzi. Hatua ya badiliko ni Roho Mtakatifu kuwezesha maamuzi yetu yakapate kutimia. Hata leo ukiamua narudi duniani, utaenda duniani. Roho Mtakatifu atakuja kukuvuta, akakwambia acha kuvuta bangi, acha kunywa pombe, acha tabia hii, acha tabia hii. Atakuwa na kushuhudia tu kwa ndani kwamba lakini unachokifanya sio. Na ukiendelea kufanya, hata ile shuhuda inayokuja ndani itakufa. Atakuacha, utaendelea. Alafu kuna siku ya hukumu atakwambia nilikukumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Tukitaka kumfuata kuna gharama. Gharama ya kwanza ni kujikana. Ngoja niwaambie. Gideoni alikuwa anajiona mdogo tu kwa tafasiri yake. Lakini Mungu alikuwa anamuona katika mtazamo tofauti. Daudi alikuwa anajiona kitinda mimba tu, tena mchunga kondoo, lakini Mungu kwa namna yake alivyokuwa anamuona, alikuwa anamuona tofauti. Wasingejiachilia, wasingekuwa kwenye historia ya neno la Mungu la kutufundisha.
Kwa hiyo hata na wewe ambaye una hali ya kujisikia mimi ni mdogo mdogo, katika jina la Yesu salenda hicho kitu kwa Kristo Yesu, ili Kristo Yesu akapate kupanda kilicho cha kwake ndani mwako. Usipofanya hivyo hauwezi kuwa mfuasi wa Yesu. Kwa sababu kumfuata Yesu kuna hatua ya pili ya kubeba msalaba. Sasa kubeba msalaba, wengi tumefundishwa jamani, huu ni msalaba wangu. Msalaba gani? Nina ugonjwa. Ugonjwa wa msalaba wangu? Hapana. Ugonjwa sio msalaba. Kuna msalaba ambao unapaswa kujitwika, kulipa gharama. Kwanza, msalaba ni nini? Mungu anatumia vitu vyepesi vya kutufanya sisi kuelewa. Yesu alipokuwa anazungumza ajitwike msalaba wake, alikuwa anazungumza na watu wanaoelewa msalaba ni nini. Msalaba ni ishara ya aibu, kudharauliwa, kutukanwa, mtu wa ovyo kuonwa hivyo na watu ambao hawako katika kundi lako. Kwa sababu hata wale wezi wawili waliokuwa wamewamba na Yesu msalabani, kuna namna walivyokuwa wanajiona wana uhalali katika kundi lao. Ukiwa nje ya lile kundi alafu kuna msalaba, unaona kuna ujinga mahala fulani. Na ndio maana unaweza ukakata shauri wakakufukuza nyumbani kwa sababu umekuwa mjinga. Unabeba msalaba wako, msalaba wa kufukuzwa nyumbani. Lakini ule msalaba unapaswa utokane na Kristo Yesu. Haleluya! Yaani kwamba nimeisikia sauti ya Kristo Yesu. Katika kuifuata hii sauti ya Kristo Yesu kuna mateso yanayonifuata. Sio mateso ya kutenda uovu, hapana. Sio mateso ya hivi vimilima vinavyoyeyuka mbele zake. Kwa sababu tunalo jina zaidi ya jina, jina lipitalo majina yote, jina la Yesu lenye uwezo wa kuponya. Na kama Mungu ameruhusu uendelee kuwa mgonjwa, pengine kuna kusudi lake. Ukiwa umejiachilia mbele za Mungu, utajifunza mambo mengi yaliyo mazuri mbele za Mungu, kwa sababu Mungu anatufundisha kila siku. Tulipokuwa tunaimba wimbo wa kuabudu kwamba mimi niwakilishe duniani, yeye aniwakilishe mbinguni. Sijui kama hilo neno limeeleweka. Kumfuasa Kristo ni kuwa mwanafunzi wa Yesu, usimame mahali ambapo Kristo Yesu angesimama. Kristo Yesu alisimama mahali gani? Yesu aliwaambia watu kwamba mimi, sisemi mimi, ni Yesu, mimi siwezi kufanya jambo lolote isipokuwa lile ninalolisikia kutoka kwa Baba. Sisi ni wafuasi wa Yesu. Tunapaswa tufikie kiwango cha kutokufanya jambo lolote isipokuwa lile tunalolisikia kutoka kwa Baba yetu. Kwa sababu tupo kumwakilisha Yesu. Yesu hakutenda mapenzi yake, Yesu alitenda mapenzi ya Mungu. Swala linakuja, mapenzi ya Mungu ni yapi katika maisha yako? Kama unajiona wewe ni mkubwa, mapenzi ya Mungu ni yapi? Kama unajiona wewe ni mdogo, mapenzi ya Mungu ni yapi? Kama unajiona wewe hupendwi, mapenzi ya Mungu ni yapi? Au kama ukijiona wewe ndio unapendwa sana, mapenzi ya Mungu ni yapi? Hii hali ya kujiona inapaswa ife, ili Mungu akapate kutuwekea na kuruhusu kile anachotaka kionekane kikapate kuonekana katika maisha yetu. Kikishaonekana, huko ndiko kubeba msalaba, kwa sababu huo mchakato si mchakato mwepesi. Wengine watakwambia na elimu yako, sisi unajua wakati tunaokoka kipindi kile, na elimu yako naenda kwenye dini ya wanaolia. Una akili timamu kweli? Dini ya kulialia, badala ya kumwomba Mungu unalialia. Siku hizi mko wengi wastaarabu na waona. Hatakuwa hivyo. Unaona? Lakini hii hali, ulimwengu unavyotufahamu, ni swala tu kwamba wanabadilisha modality, wanabadilisha namna ya kutudhihaki, namna ya kukuona hufai, namna ya kukuona wewe huna akili nzuri. Kwa sababu ndio maana jirani yako yeye anajenga gorofa, alafu wewe huna uwezo wa kujenga gorofa, alafu yeye kazi anayofanya ni ya chini
kuliko wewe kazi unayofanya ya juu. Kwa hiyo wewe sio mjanja. Unaweza ukaambiwa ya kuambiwa. Unaweza ukaishi katika maisha watu wanakuambia, wewe unavaa nguo hiyo hiyo tu kila siku. Kuna namna nyingi ambazo unaweza ukapata nguo. Kuna vitu vidogo vidogo vinavyoweza vikatuondoa kwenye kusudi la Mungu, tukajikuta tunaenda kwenye kusudi lisilokuwa la Mungu. Lakini tukitaka kuwa wafuasi halisi wa Kristo, lazima tujikane. Ni lazima tujitwike msalaba wetu kila iitwapo leo. Nikawa naongea katika ibada ya kwanza. Nilipookoka nilijiachia kwa Kristo Yesu. Ni mwanzo tu wa safari. Lakini badiliko ni la kila siku. Ni la kila wakati. Hali ya kufa ni ya kila siku. Ni ya kila wakati. Ni mara ngapi namuuliza Mungu juu ya jambo ninalotaka kulifanya kama ni mapenzi yake? Na ni mara ngapi nimemlalamikia Mungu kwa mapenzi yangu kutokutimia? Kwa sababu unaweza ukawa unataka Mungu atengeneze mapenzi yako, lakini sasa sisi ni watumwa wa Kristo. Mtumwa unakuwa na haki ya kufanya mambo yako nje ya bwana wako anayotaka ufanye kweli? Ni vitu visivyowezekana. Sasa lazima, kwa sababu sisi ni watumwa wa Kristo na tumenunuliwa, unajua, alafu Kristo Yesu akatufanya sisi kuwa watumwa. Alafu anasema kwamba anatupenda. Ndiyo, ametufanya kuwa watumwa, anatupenda kwa sababu anataka kuishi na sisi milele. Kuna raha tutakayoifurahia baada ya shida ya hapa duniani. Tumechaguliwa kuwa warithi. Ni upendo wa hali ya ajabu. Kwa hiyo tunalindwa, si kwa sababu sisi ni watumwa tunaotembea na kamba mguuni, ila tunalindwa kwa sababu ya ile thamani ya damu ya Kristo Yesu iliyomwagika msalabani kukununua, kukufanya uokoke. Na laiti tungekuwa tunajua hilo, maisha ya wokovu tusingeyachezea. Kwa sababu ni maisha ya gharama. Ni ya gharama mno. Hayalingani na dhambi tunazozitenda. Ni maisha ya thamani. Hayalingani na mienendo yetu. Hayalingani na vitu tunavyoweza tukavipata katika uso wa dunia hii. Wakupe kitu gani ambacho kinazidi thamani ya kuishi na Mungu milele? Ni kitu gani unaweza ukapewa? Uwe ni uongozi katika nchi, alafu baadaye jehanamu. Ni bora nikaishi katika maisha yanayoonekana na wanadamu kwamba hayafai, lakini niko katika kusudi la Mungu, kwa kuwa kuna mahali ninaenda. Kuna kazi ilifanyika msalabani, kazi ya wokovu. Napaswa nife kila siku. Nikifa kila siku na kusalenda kila siku, nitakuwa katika nafasi ya kujiachilia ili lile kusudi la Mungu likapata kutimia katika maisha yangu. Hivi wangekupa nini katika uso wa dunia ungeridhika? Mali, watoto, mume, mke, au upewe nini unafikiri kutaridhika? Hata walionavyo hawaridhiki. Wanapata, wanataka kupata tena. Wana matumbo yasiyojaa, yasiyoshiba. Wanakula wala hawashibi. Wanapokea hawana shukrani. Hawajui wanakoenda. Wanalala wanaamka ni sawa sawa tu. Lakini sisi tumeitwa kwa kazi maalum. Tumeitwa tukapate kumwakilisha Kristo Yesu katika uso wa dunia. Tumeitwa ili mtu anayetuona amuone Yesu Kristo katika maisha yetu. Tumeitwa sisi ni wa thamani kuliko tunavyodhani. Roho Mtakatifu atuwezeshe kujifahamu jinsi tulivyo. Roho Mtakatifu niwezeshe nijifahamu jinsi nilivyo katika uthamani wa damu ile iliyomwagika msalabani. Akiniwezesha nitatamani kufa kila siku. Ni bora nikose yanayoitwa mafanikio katika uso wa dunia, lakini nibaki na Mungu wangu. Kwani unajua kesho yako ina nini wewe?
Unajua dakika moja ijayo mbele yako imebeba kitu gani? Unajua unavyoishi utapata nini au utakosa nini? Unajua hatima ya maisha yako. Hata kama ungepewa vyote, hujue vinaweza vikageuka vikawa laana kwako, vikakusumbua na kukutesa. Kwa nini usipokee iliyo portion ya Mungu peke yake? Bwana nikapokea iliyo portion ya Mungu, kwa sababu mimi ni mwakilishi wa Kristo Yesu katika uso wa dunia. Kwa hiyo Bwana Yesu alivyosema kwamba mtu akitaka kunifuata ajikane mwenyewe, afe nafsi yake kila siku, ajitwike msalaba wake kila siku, alafu anifuate. Jiulize wewe, kila siku unatembea ukiwa umebeba msalaba upi? Au unatembea ukiwa unataka kuheshimiwa? Au unatembea ukiwa unataka kuheshimiwa? Au ule umimi wako umekuwa mkubwa kuliko damu ya thamani ya Kristo Yesu iliyokununua kutoka katika dhambi? Hata kama unafikiria maisha yako ni ya ovyo, ngoja nikwambie, wewe ni mwakilishi wa Yesu, alafu maisha yako ni ya thamani sana. Yesu hawezi kuja hapa akaonekana physically, yani kwamba huyu hapa Yesu anaonekana watu wakapate kumgusa, wakamuone, wakamuonje. Yesu anataka kujidhihirisha kupitia kwako. Yani wewe ndio mwakilishi wa Yesu, unayoyatenda yanapaswa yamuonyeshe Yesu, huyu Yesu. Huyu Yesu, huyu Yesu tunayesema Yesu, Yesu, Yesu yuko wapi? Anapaswa kujidhihirisha ndani ya maisha yako. Mtu akiukuona hauone utukufu wa Mungu. Iko kila sababu ya kufanya tafakari juu ya maisha yetu. Tusije tukasongwa na masumbufu na shida za dunia hii, kwa sababu kuna vitu vingi sana vinaendelea katika uso wa dunia hii, na wengine tumeingia katika kushabikia hata mambo tusiyoyafahamu. Tunakuwa watu tunaosambaza hata taarifa tusizozijua. Tunakuwa ni maagent ambao tunasafirisha taarifa zinazotoka kwa mwovu kwa sababu hatuzijui. Yesu hajatuambia tufuate media. Yesu hajatuambia tufuate viongozi wa kidunia. Yesu amesema mtu akinipenda, mtu akitaka kunifuata, anifuate mimi. Kuna vitu vya kujifunza kwa Kristo Yesu. Na akikuonyesha, ngoja mimi niwaambie, Kristo Yesu akikufundisha kitu, akikuonyesha kitu katika uzuri wa mambo yake jinsi yalivyo, inabaki ni alama kubwa, alama ya tofauti, alama ya kipekee, ni alama isiyofutika. Akikufundisha, mniruhusu niwape mfano katika maisha yangu. Nilitafasiri mimi yangu, nimeusema asubuhi, nitausema na sasa. Mimi nilitafasiri kivyangu kwa sababu hivyo ndivyo nilivyoona katika hali yangu ya maombi, katika hali yangu ya kuwepo katika uwepo wa Mungu. Nikapata neema ya kuona nilichokiona. Mimi niliona mji fulani kwa mbali, huko juu, mji fulani. Yani katika uhalisia, sisemi nimelala. Yani unaona mpaka unasema hivi, ninaota, mnaita nyinyi hallucination. Nina hallucinate, nina nini katika mazingira yale. Nikaona yani mji, lakini sasa ulikuwa upande huu, mji mzuri sana. Ila kilichonivuta ambacho niliweza kukiona kilichobaki kama impact katika maisha yangu, kulikuwepo na mwanga unatoka kule, mwanga mtamu. Hapa hakuna mwanga bwana. Mwanga mtamu, yani ungekuwa kama hivi, lakini kama dhahabu fulani hivi, yani mwanga fulani hivi. Ule mwanga ndio niliouona katika yale madirisha yale. Ule mwanga ukaleta impact ya tofauti kwangu. Nikawa namsimulia siku moja mchungaji Ngoma, nikamwambia, sasa mimi nikwambie, kwa kweli natamani hata leo niondoke,
niende kama ule mwanga ndio wenyewe, ninataka niende kwa nani? Kwa Baba, kwa sababu ule mwanga peke yake unakutosha usiogope kufa. Una nguvu ya tofauti. Mimi nasema nilichokiona, una nguvu ya tofauti, lakini yawezekana nilichokiona kilikuwa kinamaanisha kitu kingine. Hiyo mimi sijui. Lakini kuanzia siku hiyo kuna wakati huwa nikikaa nikitafakari, familia yangu inisamee niliwaambia. Lakini wanisamee sio kama siwapendi. Lakini ule mwanga ni mtamu kuliko familia yangu. Yaani kwamba unajikuta unasema yaani namna fulani. Hiyo ni sehemu tu moja. Hebu niambie wewe katika maisha yako. Tumeimba wimbo unasiri wewe unasiri yako, wewe unasiri yako. Unaweza ukaeleza yale ambayo Mungu amekuonyesha na jinsi Mungu alivyokuvusha. Ukatoa ushuhuda mtu mwingine kama mimi nilivyosema mwanga, unaweza ukatoka hapa ukasema sasa mwanga tu unaweza ukakufanya nini? Ndio, kwa sababu wewe hukuona na wala haukuwa umekusudiwa kwako, ulikuwa umekusudiwa kwangu. Kwa hiyo mguso ulikuwa ni wa kwangu. Na wewe una siri yako ambayo Mungu yamkini ameiachilia katika maisha yako. Ukisimulia, unaizungumza katika hali ya mguso, alafu mtu mwingine atakuona, sasa hili nalo ni kwa sababu mimi nimefundishwa, nimebeba siri. Haleluya. Haleluya kanisa. Mtu akitaka kumfuata Kristo Yesu, ni lazima umimi ufe. Umimi wetu wakati mwingine unatoka katika makabila yetu. Umimi wetu wakati mwingine unatoka katika malezi yetu. Umimi wetu wakati mwingine unatoka kwenye makundi tunayoishi katikati yake. Umimi wetu wakati mwingine unatoka katika madhehebu yetu. Umimi wetu unatoka katika sehemu mbalimbali. Tusalende kila kitu kwa Kristo Yesu. Unapojiachilia, katika maana ya kujiachilia, huwezi kujifinyanga. Yuko mfinyanzi mwenye kubadilisha chungu, mwenye kuchukua udongo akaufinyanga, alafu akaufanya jinsi apendavyo. Hata kama sijui namna gani napaswa kufa ndani, nikimwambia Kristo Yesu, mimi ninataka kufa, ninahitaji kufa ndani ya moyo wangu, ninahitaji niwe yule unayemtaka. Ninajikana. Ni namna gani najikana? Mimi sijui. Ila ninachotaka, nataka niwe wako kwa matumizi yako, kwa maongozi yako. Sina kile cha kwangu unachotaka kutembea nacho. Ninataka nitembee na kile kilicho cha kwako. Nikishafanya maamuzi hayo, Roho Mtakatifu atachukua nafasi yake. Naweza nikaomba kwa siku moja, naweza nikaomba kwa siku 2, naweza nikaomba kwa miezi, lakini yuko Mungu anayejibu. Na akijibu atatenda, atakubadilisha, utabadilika, utakuwa mtu mwingine. Watu watajiuliza, je, huyu ndiye yule? Haleluya kanisa. Watu watajiuliza, je, huyu ndiye yule? Ndio. Kwa sababu kuna kitu kimeingia katika maisha yake. Kuna badiliko limeingia katika maisha yake. Kuna kuinuliwa kwa kimungu kunakoenda kufanyika katika maisha yetu kama tutakubali kusalenda mbele za Mungu. Mungu huwa anabadilisha hatima za watu. Mungu huwa anabadilisha vitu. Mungu huwa anabadilisha vile ambavyo tunaviona vinafaa, kumbe havifai, anaviondoa. Mbona alikuwezesha kuacha dhambi? Au haujaokoka? Au mbona alikuwezesha kutokuizoelea dhambi? Kwani anashindwa kukubadilisha? Hakuna Mungu wa namna hiyo. Mungu tunayemwamini kupitia Kristo Yesu aliyekufa msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi ni Mungu anayebadilisha. Anasubiri akawaambia watu wote, mtu yeyote akitaka kunifuata, akumbe ni yeyote. Haijatajwa pastor akitaka kunifuata, kiongozi akitaka kunifuata, ni yeyote akitaka kunifuata, mradi awe anajua kwamba ananifuata. Mimi niko tayari kumbadilisha. Nilikuwa nazungumza asubuhi.
Unajua, ukitenga muda, Mungu anaongea jamani. Ngoja niwaambie, Mungu anaongea. Sio tu katika ndoto, maono na hivyo vitu, sijui hallucination hivyo. Ambapo unaweza kaambia watu wanasema ulikuwa unafikiri tu, ni imagination and what. Hilo la kwako. Lakini bado Mungu anaongea. Ukichukua Biblia ukasoma, kuna wakati akili zako zitafunguliwa. Kuna wakati ufahamu wako utabadilika. Kuna wakati kile ulichokuwa unadhani kwamba unakielewa, kumbe hakiko hivyo, utaeleweshwa maana halisi ya hicho ambacho unakisoma. Mungu atakuwezesha katika mengi. Alafu Mungu wetu anatupenda. Swala na changamoto tulionayo, wakati mwingine tunashindwa kutunza. Mungu akishaanza kutushirikisha, kutubadilisha na kutufanya kuwa wanafunzi, tunashindwa kutunza mwendelezo. Tunarudi back to square one. Ninarudi kule nilikokuwa nyuma kwa sababu nimekosa mwendelezo. Mwendelezo unahitajika katika maisha yetu. Kama ni kujifunza neno, mwendelezo. Kama ni maombi, mwendelezo. Kama ni kuhudhuria vipindi, mwendelezo. Kwa sababu huko ndiko kujikana. Badala ya kuangalia movie, ninasoma neno la Mungu. Badala ya kuangalia sijui nani katuma nini, ninasoma neno la Mungu. Ninaomba, ninatafakari juu ya maisha yangu. Katika kutafakari juu ya maisha yangu na kuwaombea watu wengine, ndani ya huo mchakato Mungu anaongea. Ataongea na wewe. Anaweza akaongea na wewe mambo ambayo sio unayoyaombea. Akaongea na wewe katika mambo mengine ambayo wakati mwingine ndio ilikuwa changamoto yako, changamoto ya maisha yako. Wewe unashughulikia ya wengine, Mungu anashughulikia ya kwako. Ambao tumewahi kupita katika shida nyingi. Shida za kutisha. Kama mlifanya kama nilivyofanya. Jinsi tulivyotulia sana kwenye magoti na maombi, ndivyo akili na fahamu zetu zilivyofunguliwa kwa namna tofauti, na namna yetu ya kumuelewa Mungu ikawa kwa namna tofauti. Wakati mwingine ni karibiti tu unapewa kwa sababu wewe ni mtumwa wa Kristo. Unataka kwenda wapi? Hebu tulia hapo kidogo. Tulia hapo kidogo ukapate kujifunza. Ukitulia na kuvusha na kupeleka katika kiwango kingine. Ninatamani sisi watumishi wa Mungu tungefanya maamuzi ya kiukweli ya kuwa wafuasi wa Kristo. Na ili kuwa wafuasi wa Kristo, tungefanya maamuzi ya kikweli, ya kidhati, ya kwamba tunataka kujikana wenyewe, kwamba mimi ninajikana. Self must die. Ubinafsi, umimi lazima ufe. Ukisha kufa, ngoja niwaambie, kwani hamjapata kusoma kwamba Kristo aumbike ndani mwenu? Hello? Kwani hamjapata kusoma kwamba Kristo aumbike ndani mwenu? Anaumbikaje? Yaani anaumbikaje? Kwani kiumbe kinaumbikaje ndani? Kinaanza kidogo, kinaendelea, Kristo aumbike ndani mwenu. Sasa wengine tunaweza tukawepo kwa sababu ya kutokuruhusu Kristo aumbike ndani mwetu. Maisha yetu ya wokovu yanamaanisha pale nilipokata shauri, alafu baada ya hapo mimi ni tegemezi wa watu, sio tegemezi wa Kristo Yesu. Mimi ni mfuasi wa watu, sio mfuasi wa Kristo Yesu. Mimi ni mfuasi wa wachungaji, lakini mimi sio mfuasi wa Kristo Yesu. Haikusaidii. Sisi wachungaji tuna mbingu ya kukupeleka. Tungeitwa kwa majina yoyote, manabii, mitume, na mtuite tu, maaskofu, mapadri, mtuite vyovyote vile. Tuna mbingu ya kuwapeleka. Hasa kwa nini usimfuate yeye anayetaka umfuate? Sisi tupo kushirikiana na wewe katika kujenga mwili wa Kristo, na mwili wa Kristo na mimi ni sehemu ya mwili wa Kristo. Wewe unapaswa kunijenga na mimi napaswa kukujenga, sababu wote ni sehemu ya mwili wa Kristo. Sisi sio kichwa. Halo. Kichwa kiko kimoja tu kinaitwa Kristo. Alafu wengine ni miili tu.
Kwa hiyo tupo kupata kusaidiana kwa namna hiyo. Sasa tukitaka kupata experience sahihi ya wokovu, tunapaswa kuchukua hatua. Ila Mungu wetu anajibu, Mungu wetu anatenda, Mungu wetu anaongea, Mungu wetu anabadilisha, Mungu wetu anasema, Mungu wetu anatutahadharisha. Watu wanapita katika vitu vingi sana tu, wengine hata wasemi wanayoyapitia. Lakini kuna watu humu ambao mimi nafahamu, ambao kwa neema Mungu kawaonyesha jambo, alafu baada ya siku chache likaja likatokea. Yaani kaliona kabisa, alafu yeye kwa sababu ufuasi wake wa Kristo ni bado yani Kristo anahitaji kuumbika zaidi ili afikie kile kiwango. Kwa hiyo akaonyesha jambo, anabaki anashangaa, nimeonyeshwa jambo, analisimulia kwa huyu, analisimulia kwa huyu, hachukui hatua, siku 2-3 imetokea. Kumbe angekuwa amewezeshwa kuwa mfuasi ambaye ni mwakilishi wa Kristo, angejua cha kufanya. Kwa sababu hata Petro aliwahi kukemewa na Yesu, rudi nyuma yangu shetani. Tena ilikuwa ni hapo kwa papo. Kwa sababu Petro alitaka kumuongoza katika njia isiyokuwa sahihi. Papo kwa papo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunapaswa ni papo kwa papo. Lakini papo kwa papo namna gani? Halo? Mungu anatupenda sana. Praise team. Na watamani huku juu. Mungu anatupenda sana. Mungu anatupenda sana. Na ninatamani hali ya kujikana ikawe halisi katika maisha yetu. Ninatamani hali ya kubeba msalaba kila iitwapo leo iwe ni halisi katika maisha yetu. Ninatamani Kristo Yesu akapate kuumbika ndani mwetu. Haijalishi ulimwengu unatuonaje, kwanza wanatusaidia nini? Unajua sisi watu wa Mungu tuna bahati kubwa sana. Tumechaguliwa. Ni kundi la wateule. Sisi ni wale ambao tutarithi mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki inakaa ndani mwake. Sisi ni exception. Ni watu wa tofauti. Kinachotakikana kwetu ni kumfahamu tu huyu aliyetukomboa ili tukapate kusimama katika nafasi yake na watu wengine wakapate kumjua Mungu kupitia kwetu. Kwa sababu Bwana Yesu alisema anaenda kuandaa makao. Kwamba makao ni mengi, yani sio sema tu njia kuingia kule ndio nyembamba njia tu ndio nyembamba. Lakini ukipita katika ile njia nyembamba ile ukafika kule makao ni mengi sana. Lakini kanjia kakwenda ndio kembamba. Na sehemu ya wembamba wake ni hii ya wewe kujikana, ya mimi kujikana, ya kubeba msalaba kila siku, hata kama watu wakituzomea, lakini tuishi katika maisha ambayo tunalitimiza kusudi la Mungu.